Moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kimetokea katika mchezo wa hii leo Mwalimu, ni kuhusiana na Bernard Morrison. Tunafahamu ni moja kati ya wachezaji watukutu kweli kweli kuwahi kutokea pia nchini Tanzania. Kocha wake alikuwa anamtoa sabu ili ampishe mchezaji mwingine apate nafasi pia na yeye ya kuweza kupambana katika zile dakika za jioni kabisa. Lakini kitendo ambacho Bernard Morrison hakutoka, aligomea kutoka uwanjani, na baadaye baada ya kuulizwa kwamba kwa nini uligoma kutoka uwanjani wakati mwalimu alipokuhitaji utoke uwanjani, yeye akasema amemgomea kocha kutoka uwanjani kwa kuwa aliona kumtoa yeye, nani sasa atakaa kuwasumbua mabeki wa Simba kama sio yeye, kwa sababu wenzake wote alikuwa anaona kama wanapoteza mpira hivi, na hata kama ingekuwa amebaki na mguu mmoja bado asingetoka vile vile uwanjani. Of course kuna namna ambavyo naweza kusema mchezaji, kuna fakti kwanza kwenye hiki ambacho ukizungumza yani kwa hivi yani mchezaji anaweza kawa anajiona, yani yeye anaona kwamba yeye ndio anaipambania timu hata kama amechoka, lakini ana vitu ambavyo anayetaka kuingia uwanjani hana. Bernard Morrison anajiamini sana, na kuna wakati fulani hata aliwahi kusema kwamba aliwahi kutuhumu yani kocha wa timu ya taifa ya Ghana kwamba kuna wachezaji ambao anawaita kwenye timu ya taifa lakini wana uwezo mdogo. Yani anaamini kwamba licha ya kwamba anacheza Tanzania lakini ana uwezo mkubwa kuliko wachezaji wengi ambao wanaitwa kuichezea timu ya taifa ya Ghana, Black Stars. Kwa hiyo huyo ndio Bernard Morrison. Sasa masuala mengine ya leo, kuna namna ambavyo Bernard Morrison ana utundu wake kwenye miguu. Yani ni mchezaji ambaye licha utukutu wake lakini bado kiwanjani ana vitu fulani. Sasa mimi nafikiri kuna namna ambavyo mwalimu aliona kwamba hakuna cha ziada, umeshafunga goli 5, hakukuwa na kingine, akawa anajaribu kutaka kumpa nafasi mchezaji mwingine na yeye aende akaonesha. Sasa yeye alichoamini ni kwamba anayekuja kuingia hana kitu, lakini yote kwa yote bado ni utovu wa nidhamu. Ni utovu wa nidhamu kwa sababu mwalimu yeye ndio mtu ambaye ameona kwamba imefika wakati utoke nje, umpe nafasi mchezaji mwingine. Sasa iko namna wachezaji kama hawa wanajiona, yani kwa jinsi kwa vile ambavyo Bernard Morrison yupo anajiona yeye mchezaji mkubwa pengine kuliko hata yani anajiona yeye ni mkubwa kuliko hata kocha ambaye ndiye ambaye anasimamia program zote za kiufundi na kimbinu kiwanjani. Sofa huu ni aina fulani ya utovu wa nidhamu ambao kwa Bernard Morrison ni muendelezo tu. Ameshafanya matukio mengi lakini ila leo ilikuwa ni muendelezo tu. Inawezekana aliona kwamba yani Ken Gold hawana cha kumfanya, kwa sababu sidhani kama Bernard Morrison atakubali kusalia kuichezea Ken Gold, timu ambayo msimu unaokuja inakwenda kucheza championship. Kwa hiyo alikuwa anafanya haya makosa akiamini kwamba yeye kwake yeye hana cha kupoteza. Wakimfukuza maana yake ni kama vile umemtupia chula au umemtupia bata kwenye kwenye bwawa. Na kuna namna pia ya uongozi wa Ken Gold kukaa kumuonesha makali, licha ya kwamba hata kama ataondoka bora iwe hivyo kuliko kuvunja heshima za kocha. Hiyo ipo. Yani sasa hapa inategemea tu sasa mkataba wake ukoje, na vipengele vya kwenye mkataba vinasemaje. Kuna namna ambayo mchezaji anaweza kama mkataba wake unaendelea, maana yake unaweza hata ukamkata mshahara, lakini kwa vyote vile yani kama viongozi wa Ken Gold wako makini na kazi zao, yani kuna vitu ambavyo wanatakiwa lazima wavifanye, kwa sababu ile inaonekana moja kwa moja kwamba ni utovu wa nidhamu. Tena ni utovu wa nidhamu
wa hadharani mbele ya mashabiki ambao wako kiwanjani na wengine ambao walikuwa wanaangalia mpira kwenye runinga. Yani bahati tu ambayo nzuri, yani sio yani bahati nzuri kwa Bernard Morrison ni kwamba timu imeshuka daraja, na asilimia mimi naamini zaidi ya 99 kwamba Bernard Morrison hawezi kusadia kwenye kikosi cha Ken Gold. Lakini kama ningelipata nafasi ya kukaa na viongozi wa Ken Gold, alafu labda Bernard Morrison kuna mishahara yake 2-3 ambayo anatakiwa apewe katika siku za usoni, adhabu mojawapo ni kumkata mshahara kwa sababu ameonyesha utovu wa nidhamu hadharani. Sawa, ni comment ya Mwalimu Lisungu Mwela hiyo. Wewe pia mtazamo wako ukoje? Comment yako ikoje kuhusiana na hiki alichokifanya nyota Bernard Morrison katika mchezo wa hii